Mwanaume au mwanamke asipofanya mambo haya matano kwako, usimweke kwenye kundi la watu wenye tabia njema. Ni vizuri zaidi kufanya utafiti. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna watu wanaweka wanaume au wanawake kwenye tabia au kwenye kundi la watu wenye tabia njema kwa sababu ya kutofanya mambo haya matano kwao kwa kuamini kwamba ni watu sahihi. Hii imepelekea kuingia katika mahusiano ambayo sio sahihi ama kuingia katika ndoa sio sahihi kutokana na mkurupuko au kutokana na kushindwa kufanya utafiti kwa kuamini kwamba mwanaume au mwanamke ameshindwa kufanya haya mambo kwake, anaamini kwamba ni sahihi. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuweza kujua kwamba mwanamke au mwanaume asipofanya mambo haya matano, usimweke kwenye kundi la watu ambao ni sahihi au ni watu ambao wana tabia njema. Hakikisha unafanya utafiti na kuweza kujua kiundani zaidi. Jambo la kwanza, mwanaume kutokukuomba jicho. Mwanaume asipokuomba wewe jicho sio kigezo cha kwamba huyo mwanaume hali wanawake jicho au hali wanaume jicho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba usimweke mwanaume katika kundi ambalo ni watu wenye tabia njema kwa sababu ya kushindwa kukuomba wewe jicho. Hakikisha unafanya utafiti. Kuna viashiria wakati mnapokuwa unafanya mapenzi, kuna viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba huyo mwanaume anapenda jicho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanaume asipokuomba wewe jicho, usimweke kwenye kundi la wanaume ambao wana tabia njema au huyo anakuwa usimweke kwenye kundi kwamba huyo mwanaume ana tabia njema. Na pia jambo lingine, mwanamke kutokukupa mwanamke kutokupa wewe kitumbua. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mwanamke asipokupa wewe kitumbua sio kigezo cha kwamba huyo mwanamke ana tabia njema. Hapana. Ni kwamba wewe ndiye amekunyima. Kuna watu wengine anaweza kukutana nao siku hiyo hiyo akawapa. Kwa hiyo usimweke mwanamke katika kundi la kwamba kwa sababu wewe hajakupa kitumbua ukamweka kwenye kundi la watu kwamba wana tabia njema. Fanya utafiti ili uweze kujua kwamba huyo mwanamke ana tabia njema au la. Kwa hiyo kukunyima wewe kitumbua mwanamke sio kigezo cha kumweka kwenye kundi la watu wenye tabia njema kwa sababu ya kukunyima wewe kitumbua. Kuna wanawake ambao wanaweza kukunyima wewe kitumbua lakini akampa mwingine kwa siku hiyo hiyo au baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo kukunyima wewe kitumbua, usimweke mwanamke katika kundi la wanawake wenye tabia njema. Na pia mwanaume ambaye usimweke mwanaume kwenye kundi nzuri au kundi jema kwa sababu ya kutokuambia kutoa mimba. Ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanaume anaweza asikwambie kutoa mimba kwa sababu wewe anakupenda, lakini usimweke kwenye kundi la kwamba huyo mwanaume ana tabia